Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninatukuza Mungu kwa sababu pia Mungu amenipa neema na kibali na uwezo usiokuwa kawaida. Ni kwamba kwa siku ya leo niko hapa leo ninazungumzia kwenye kila changamoto unayoipitia, mtu wa Mungu, sehemu yoyote uliopo. Jambo la kwanza, fahamu vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, liangalie neno la Bwana kwenye kila changamoto unayopitia. Mungu anazungumza nini kwenye lile jambo? Kwa mfano, kuna watu wengi wanazo biashara, kuna watu wengi wanazo kazi, kuna watu wengi wanazo ndoa, kuna watu wengi wana mambo mengi ya muhimu ambao kwao wanaiona ni muhimu, lakini wakati wanapata yale mambo au wanapata ile kazi, Mungu alizungumza neno kwamba nenda kafanye kazi ile. Ila wakati umeshaanza kufanya kazi fulani, unafanya biashara fulani, lazima ufahamu kwamba kwenye neema ya Mungu kuna vitu ambavyo lazima uangalie. Mungu alizungumza neno lipi kwenye maisha kwako? Kama Mungu alizungumza kile ambacho akakwambia kwamba fanya kazi hii, fanya hiki, fanya hiki, lile ni neno la Mungu ambalo Mungu analitumia kukusimamia kama mtumishi wa Mungu. Angalia, nitaenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa pili. Neno la Bwana likajia na kusema, ondoka, geuka upande uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerith kinachoikabili Yordani. Hapa ni mtumishi wa Mungu Elia anaambiwa kabisa, ondoka uende katika kijito cha Kerith. Kule wakati nchi imepata ukame, nchi mvua inyeshi, vitu havitokei, vitu havifanikiwi. Lakini angalia, huyo mtu anaambiwa geuka, nenda mpaka kwenye kijito cha Kerith. Kule anapewa neno la Bwana, linamjia na kusema neno hilo. Kwa hiyo angalia, kuna majira na nyakati ambapo neno la Bwana likija kwako litakuelekeza nini cha kufanya. Lakini baada ya lile neno la Bwana kumuelekeza Elisha nini cha kufanya, anaenda kukaa pale, lakini kile kijito kinakauka. Kuna watu wengine sasa hivi wapo Kerith, kijito chao kimekwisha kukauka, kuna vitu vimekauka, mambo hayaendi, biashara imekataliwa, vitu havieleweki. Kwa hiyo kile kijito kinapokauka, kama mtu wa Mungu, lazima utafute namna nyingine. Kinapokauka lazima muulize Bwana. Unamuulizaje Bwana? Unamuuliza Bwana kwa sababu kwamba hiki kijito kinapokauka nielekee wapi? Kumbuka, kijito kinapokauka lazima ujue kuna biashara umeianza, biashara yako imekauka. Sasa unayo miaka miwili unafanya hiyo biashara, miaka mitatu, lakini angalia mwaka wa 4 biashara imeisha, kijito kimekauka. Lakini Mungu anaenda kumuuliza tena, Mungu anazungumza tena na Elisha, neno tena linamujia Elisha. Ukisoma ule mstari wa ukiendelea kusoma pale mstari wa 5, Biblia inasema neno la Bwana linamjia Elisha tena, mwambia toka kwenye kijito cha Kerith, maana tayari hiki kijito kimekauka, hamna maji tena, hamna chakula tena. Nenda mpaka Sarepta, kuna mjana ambaye nimemwagiza atakulisha siku zote za maisha yako, atakulisha wewe mpaka pale changamoto itakapoisha. Kwa hiyo kuna biashara unaweza kuwa unafanya kama mtu wa Mungu, ukatarajia kwamba biashara hii itanifanikisha, biashara hii itanifanya mimi kuinuka, biashara hii itanifanya mimi kuiona neema ya Mungu. Angalia, kama biashara ulikuwa unaifanya imefikia mwisho, angalia mtumishi wa Mungu, lisikie neno la Mungu tena. Kuna sehemu Mungu atakuelekeza pa kwenda, sio pale pale ulipo. Watu wengi wanakutana na changamoto kwa sababu wanang'ang'ania biashara moja, wanang'ang'ania sehemu moja. Unakaa kwenye mtaa mmoja siku zote, matatizo ni yale yale, yani hata haubadiliki. Kwa hiyo amua tu toka kwenye hilo eneo, nenda. Maandiko yanazungumza, ondoka na uangaze, maana nuru ya Bwana imekuzukia. Unapolipata neno la Bwana, ile waga ni nuru inayokuzukia kwenye maisha kwako. Acha kukaa na hao watu ulionao miaka yote. Acha kukaa na yule mtu rafiki yako ni yule miaka yote. Kila siku uko naye huyo, hata wazo alibadiliki. Mnakaa ni wale kama vile mmefungiwa tu. Chomoka, toka kwenye hilo eneo. Nikiwa kama najua Bwana, nitakuombea leo utoke kwenye hilo eneo na Mungu akuonyeshe sehemu ya kwenda, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu awabariki sana. Ni mimi prophet wenu Nabii Wilson, nabii Israeli. Mungu awabariki.